Kuna watu hawana nguvu ya kukataa chochote kinachokuja kwao kama fursa, kwa sababu ukikiacha hicho ambacho kinawaijia saa hiyo, wao wenyewe hawana kitu wanachoweza wakatoa kwa jamii. Unafahamu, kuna watu wanaendewaga kufanya jambo baada ya wengine wote kukataa. Wanaotafutwa ni 1, 2, 3. Wakikosekana ndio watasema au tumpe tu huyu sasa, kwa sababu hii nafasi haiwezi kakaa wazi. Yani eti watu wanataka aina fulani ya bidhaa ambayo wewe unayo, lakini mpaka wafike kwako wameshindwa kuipata kwa wengine wote. Kwa nini hukuwa wewe ndo wa kwanza pale juu? Waje wanikute mimi kwanza. Why? Nina kitu cha kutamanika. Jiondoe kwenye listi hii rafiki ya kwamba watu wanakuijiaga wewe baada ya kuwa wamekosa options zote. Jiongezee thamani kiasi kwamba wakitaka watu wa aina fulani ambayo na wewe upo kwenye hizo aina, wewe ndo unakuwa wa kwanza kuchaguliwa. Yani kuna watu hapa haujui tu ni kwamba watu wamekuchagua wewe kwa sababu wamekosa mtu mwingine. Ndio maana muda wowote unaweza ukaondolewa kwenye hiyo nafasi. Kwa nini? Kwa sababu uliwekwa hapo kwa kuhurumiwa. Jiongezee thamani. How come vikao na maamuzi makubwa ya kifamilia yanaweza yakafanyika hata hawakukonsult wewe? Usiseme kwa sababu mimi sio wa kwanza. Hawaulizwi watu kwa sababu ni firstborns. Wanaulizwa watu kwa sababu wanaaminiwa kuwa wana kitu cha kuleta mezani. Yani kuna watu hivi maamuzi ya kifamilia wanahusishwa ili tu wasionekane walimbagua. Ila ukweli kabisa wanajua hata wakikuleta mezani hauna kitu cha kuwapa. Na si kwamba wanakuonea, ni kweli hata baada ya kuitwa hauna kitu cha kutoa. Hivi haujisikii vibaya eti wakati tu pekee ambao watu wanaweza wakakuita wewe ni kwa ajili ya kufungua kikao? Wanajua wewe kitu pekee unachowezaga ukafanya ni kuomba tu. Hauna mchango unaoweza ukatoa. Watu wanajadili pale, kuna matatizo pale mazito kabisa, practical issues kwenye familia. Kitu pekee wewe unachojua kushauri ni maombi. Na unaweza kukuta ni kweli kabisa dawa ya lile jambo ni nini? Ni maombi. Lakini kwa sababu haujajithibitisha kwamba ni mtu ambaye unaweza ukatoa majibu kwenye mambo mengine, hata unapotoa jibu ambalo ni sahihi na ni lenyewe kabisa, hauzingatiwi.